Wiki hii dunia imeadhimisha siku ya kimataifa ya kupambana na ufisadi pamoja na siku ya haki za kibinadamu, masuala mawili yanayoathiri maisha yetu moja kwa moja. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kuungana na vijana dhidi ya ufisadi ili kujenga uadilifu wa kesho, ikizingatiwa kuwa zaidi ya robo ya idadi ya watu duniani kwa sasa ni vijana. Hii ni sawa na watu bilioni 1.9 kote duniani. Kwa mujibu wa kiashiria cha ufisadi cha shirika la Transparency International mwaka jana 2024, Denmark iliongoza katika nchi zenye viwango vya chini zaidi vya ufisadi duniani, ikifuatiwa na Finland na Singapore. Hapa Afrika Mashariki, Rwanda ndio nchi yenye viwango vya chini zaidi vya ufisadi, ikifuatiwa na Tanzania na Kenya. Na katika orodha ya nchi zenye viwango vya juu zaidi vya ufisadi Afrika Mashariki, Sudan Kusini nambari 1, inafuatiwa na Somalia, kisha Burundi na shika 3. Vijana wana mchango gani katika kuhakikisha kwamba tumetokomeza kabisa ufisadi? Ili kupata jibu la swali hilo, mwenzangu Peter Mwangangi amezungumza na mtaalamu wa sera na uongozi Vincent Kimosop. Utafiti umedhihirisha ya kwamba ufisadi vile ufisadi ukizidi katika taifa ama katika jamii, wale ambao wanaangamia zaidi ni wale ambao ni kina mama, watoto, hata vijana. Katika bara la Afrika, katika nchini Kenya, walio wengi katika idadi ya watu ni vijana. 70% ya watu nchini Kenya ni chini ya umri ya miaka 35, samahani. Na unapojua kwamba wao kusimama na kuunga mkono kupigana na ufisadi, matunda ambayo yanatokana na utawala bora, kule kupangwa vizuri kwa uchumi, kule kukua na utekelezaji safi ya sera na kuhakikisha kwamba uchumi unakuwa vizuri, uongozi bora, haya yote wanaonufaika zaidi ni wale walio wengi, na wakati huu ikiwa ni vijana. Na ya pili ni kwamba ni mzuri kuelewa kwamba kukithiri kwa ufisadi unaiba maendeleo ya siku za usoni, na wale ambao wataishi zaidi na yale madhara ambayo yanatokana na ufisadi ni wao vijana. Na ya mwisho ni kwamba kila ambacho kinahitajika katika kupigana na ufisadi, ya muhimu zaidi ni uongozi ambao unaamini na unaishi na kutoa mfano katika kupigana na ufisadi. Vijana ndo wengi wakikata kura, wakiamua wanataka kuwa na mabadiliko katika uongozi, wao ndo wana hiyo nafasi. Sasa ukiangalia haya yote matatu, ni vile mimi nalitazama umuhimu wa kuungana na vijana katika kupigana ama kupambana na ufisadi. Na Vincent, ni masuala gani ya msingi ambayo yanafanya ufisadi uwepo katika jamii? Ukiangalia kwa undani na hasa zile mataifa mfano kama Singapore, mataifa ambayo yameweza kuonyesha mfano wa kuigizwa katika kupigana na ufisadi, na kwamba yaliyochangia zaidi ni kukuwa na uongozi katika hali ya juu ambao unaamini, unaongoza, na tunaona ya kwamba wanaishi maisha ya uadilifu. Hizo nchi ambazo umetaja, unaona kwamba wanachukua hatua kali sana dhidi ya viongozi ambao wanahusika na ufisadi na masuala ya rushwa. Hapa Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla, unadhani tatizo liko wapi? Bara la Afrika, wacha niseme hivi, unahitaji mambo manne ili uweze kupigana na ufisadi vizuri. Ya kwanza nimekuambia utawala na uongozi bora. Uongozi ambao una ujasiri, una nia na inadhihirisha kwa mfano ya kwamba wao wako tayari kupambana na ufisadi. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni kuangalia mambo ya sheria, mambo ya sera, kuhakikisha kwamba yale ambayo tunataka kuyatekeleza tumeweza kuleta nguvu, tumepitisha sheria, tumetengeneza sera na kanuni ambazo zinaambatana na upiganaji wa ufisadi. Ya tatu ni kwamba lazima tukue na mataasisi
na tume ambazo linaongoza mambo kama haya wanaangalia, wanafanya utafiti, wanahamasisha watu, wanafundisha, wanazawadi wale ambao wana mfano mwema, pia wanakosoa na kuwachukulia hatua kali wao ambao wanashiriki tendo na mambo ya ufisadi. Na ya mwisho ni mambo ya desturi, mila na utamaduni wa watu. Unapata kwamba wakati mwingine unapata wale ambao wanapewa heko, wale ambao wanaongoza, wale ambao wanapewa kipaumbele viti katika makanisa ama katika misikiti, unapata ni kama wao ndo wafisadi. Unajua, unaanza kuonyesha mfano mwema. Lazima tuweze kukuwa na utamaduni ambayo yanaangalia kwa njia ambayo kila mtu aienzi mambo ya ufisadi. Tumeona vijana hasa wa Gen Z wanaenda barabarani kuandamana na kutaka uongozi bora na masuala haya. Unadhani vijana wana jukumu gani wao binafsi na vile vile katika kushinikiza serikali zimalize ufisadi? Hao vijana pia si watakatifu kakangu, kwa sababu utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha Aga Khan ilionyesha ya kwamba vijana 51% walisema ya kwamba hawana shida mtu akishiriki ufisadi bora usipatikane. Elewa ya kwamba hao vijana pia ni wako katika sehemu unasikia katika mambo ya mitihani, unasikia kuna wako na mchangio. Lazima tuwaenzi wale ambao wanaandamana wakisema tunahitaji uongozi bora, utawala bora, huduma bora, lakini pia tuweze kuwakosoa picha, kwa sababu naona wakati mwingine hata sisi ambao tuko katika vyombo vya habari hatuwakosoi tunapoona kasoro na upungufu mahali fulani. Lazima tukue watu wa kusema na kutenda. Nchini Kenya tuna tume ya kupambana tume ya maadili na kupambana na ufisadi. Lakini unapata kwamba kuna upungufu wako naye katika kisheria, ya kwamba wataweza kufanya utafiti, wataweza kuhakikisha kwamba wamechunguzwa, na mwisho unapata kwamba hawapewi nguvu ya kuweza kuwapeleka wale ambao wameshtakiwa kwamba wameshiriki ufisadi kotini. Umetaja swala la utamaduni, na ukiangalia utamaduni wetu tuna majina mengi ambayo tunatoa kwa ufisadi: chai kidogo, ya macho, kitu kidogo na mambo kama hayo. Je, unadhani kwamba utamaduni wetu unatofautiana na sheria na maadili, ama tatizo liko wapi katika swala hili, na watu binafsi wanaweza kusaidia vipi katika kukabiliana na ufisadi? Sasa lazima tuweze kuhakikisha kwamba tunahusisha wananchi. Ya pili, tunaweza kuhakikisha kwamba wale ambao walio na mfano mbora katika jamii, wao tunawapa nafasi ili jamii iweze kuona ya kwamba wale ambao wana sifa, ambao wameonyesha mfano mbora katika kuishi maisha ya uadilifu, wao ndo ni wale ambao wanaenziwa.